Naam, huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaambiwa kwamba kiongozi wa muungano wa wahasi nchini humo unaojumuisha AFC M23 Corneille Nangaa amesema makubaliano ya madini kati ya Kinshasa na Washington hayana uhalali wa kisheria na utekelezaji wake una shaka. Awali nilifanya mahojiano na Alan Tanganyika David, yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Nilitaka kufahamu kutoka kwake, je, kuna ukweli wowote kuhusiana na kauli ya Corneille Nangaa? Alan alianza kwa kunijibu. Maneno haya ya Corneille Nangaa sikubaliani nayo kwa sababu hayana msingi wowote ule. Kwa sababu ya nini nimesema hili? Corneille Nangaa anaitwa Corneille Nangaa ama M23 ni kwa sababu anayewapa nguvu M23 ni huyo Paul Kagame. Na kama Paul Kagame akikubali watekeleze yale makubaliano ambayo walikuwa wakubaliana hapo Washington, hapo ikaonekana kama ni watu wakubwa. Nangaa akiongea hivyo, yeye Nangaa mwenyewe anategemea msaidizi kutoka kwa Paul Kagame, na ni Paul Kagame ndio msaidizi mkuu wa M23. Sasa yeye akisema ya kwamba hayataleta manufaa yoyote, anataka kupingana na kauli ya Donald Trump pamoja na bwana Paul Kagame, ambaye huyo Paul Kagame ndio supporter mkubwa wa M23. Kwa hiyo maneno haya yake hayana msingi wowote ule. Mwenye anaweza tuma ya kubalike ama ya kubalike ni upande zote mbili, upande wa Rwanda na upande wa DRC. Upande wa Rwanda ukikubali yapaswa kutekelezwa, yatatekelezwa, na upande wa DRC ukikubali yapaswa kutekelezwa, yatatekelezwa. Lakini kauli ya bwana Corneille Nangaa haina mashiko yoyote ile. Wenye wanatazamiwa hapa ni nchi ya Rwanda, Paul Kagame, na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya bwana Felix Tshisekedi. Tuangalie sasa makubaliano kama makubaliano kiundani. Kwa namna unavyoona, je, nafasi ya Marekani katika makubaliano haya ni ya kusaidia maendeleo ya DRC au ni kuimarisha maslahi yake kiuchumi? Kitazamo wangu mimi kwa ndani, makubaliano haya yako na faida zaidi sana kwa Marekani. Kwa nini? Unajua makubaliano haya ya Rwanda na DRC ni ya kutafuta suluhisho ya amani. Na kuna makubaliano mengine ambayo iko pale kati ya DRC na Marekani ya makubaliano ya biashara ya madini. Sasa Marekani hawezi akatekeleza makubaliano haya ya madini ama ya kibiashara pasipokuwa amani katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama Marekani imejiingiza zaidi sana katika kutafuta suluhisho la matatizo katika mashariki ya Jamhuri ya Kongo, ni kwa sababu ya makubaliano ambayo yapo kati ya DRC na Marekani. Makubaliano hayo ya madini ya biashara. Sasa biashara hizi haziwezi kufanyika kama hakuna amani. Hauwezi na amani na Marekani pasi kuanza biashara pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inalazimu sasa atafute amani. Kutafuta amani atinamukini sasa mgandamize Rwanda ili asiendelee kwa M23 huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amani iwepo ili waanze makubaliano ya kibiashara kati ya DRC. Anafaidika sana kwa amani hiyo kati ya Rwanda na DRC ni Marekani, kwa sababu kuna yale makubaliano kati ya Marekani na DRC ya kibiashara. Tuangalie sasa athari pengine. Unadhani makubaliano haya yanaweza kuwa na athari gani kwa usalama na mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika maeneo yanayodhibitiwa na wahasi wa M23? Makubaliano haya hayatakuwa na athari yoyote. Kwa nini? Kwa sababu Marekani hawezi kuwekeza kwa biashara mahali pa kusudi. Na ijulikane ya kwamba Marekani ni taifa lenye nguvu duniani. Watu wameshuhudia siku hizi Marekani ikimchukua rais mwenye yuko madarakani Maduro kwa sababu ya biashara ya mafuta. Na ijulikane tena huyo Marekani kwa kujilinda mipaka yake anaanza kuchukua eneo moja na nchi ya Denmark. Haiwezi kushinda kuondoa M23 pale kama Rwanda ilifanya. Na Rwanda isipokubali katae, anaweza kufanya vile ambavyo alimfanyia Maduro. Mfanyia posa anaweza na ana uwezo na ana uwezo wa kupiga M23 iondoke katika mahali yake kwa nguvu, kwa diplomasia
au kwa kuongea. Yaani hakuna athari yoyote, kwa sababu M23 ikikumbuka kukataa zile agizo ambazo zitapewa na Marekani, basi Marekani imekuwa na juhudi nyingine, haitakubali ipate kufanya biashara yake kwa sababu ya M23. Italazimu Marekani kuchukue hatua mahususi ya kupiga M23, na kwa kupiga M23 Marekani ina njia nyingi na uzoefu. Wanaweza kupiga M23 na raia wako hapo na hawataathirika. Kwa hiyo hakuna hatari yoyote kama Marekani imejisima na kukubali jambo hili. Na ikiwa makubaliano haya yatakwama au kutokutekelezwa, kwa mtazamo wako, nini kinaweza kuwa suluhisho la kudumu kwa usimamizi wa rasilimali na amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kama makubaliano hayo yatafeli, ambao inaanza kupiga hatua katika Marekani, kama yamefeli, haitakuwa na budi tena Tshisekedi kuchukua hatua, na kuna hatua mbili. Hatua ya kwanza ni kupiga M23 na kunyakua zile sehemu zote ambao M23 imechukua, na kama akaona ya kwamba akianza kupiga vita waraia ndio wataumia, itamlazimu Tshisekedi akubali makubaliano kati yake na M23 yale ambayo yamefanyika wapi mjini Doha. Hiyo ni mlango wa pili ambao anaweza kufanya. Aidha kukue serikali ya umoja wa kitaifa ambao maongezi yake ama dialogue yake ambao wanajiandaa kwa umbali, si kwa karibu, ni kwa umbali, kwa sababu kwa sasa uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haujakubali pendekezo hilo na kanisa Katoliki achukue mazungumzo kati ya upinzani na serikali, ikiwemo watu wa M23. Sasa kama hizi ni njia tatu ambazo Tshisekedi anaweza kujifatia, kama mkataba huu wa Washington utashindwa kutekeleza, ukishindwa kutekeleza hizo ni hatua tatu ambazo Tshisekedi anaweza kufanya. Na akiona akiwapiga wa Tanzania ni raia wake, atakubali mkataba ule wa Doha, na akikubali mkataba wa Doha ikiwa kwamba kutakuwa serikali ya umoja wa kitaifa. Hizo ndio tabaka tatu ambazo anaweza kufanya kwa kutaka kuleta suluhisho matatizo ambayo yako ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa wewe kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa, kwa namna unavyoona, unadhani mkataba huu au makubaliano hayo ambayo yalisainiwa mwaka jana huko Washington nchini Marekani kati ya serikali ya DRC na Rwanda kwa usimamizi wa Marekani, je, yataweza kuzaa matunda chanya? Ndio, nina imani hiyo mkataba huo utazaa matunda. Kwa nini nimesema unaweza utazaa matunda? Kwa sababu kuna vile vipingamizi tayari Marekani imeanza kutoa kwa nchi ya Rwanda. Kwanza ule msaada ambao Marekani ilikuwa ikipeana katika nchi za Afrika, usaidizi wa majanga, unasema Marekani ikisimamisha msaada huo katika nchi ya Rwanda. Na kuna sanctions ambazo Marekani itachukua dhidi ya Rwanda. Hicho ni cha kwanza, kwa sababu wakati Rwanda ilipotaka kuwa mgumu, Marekani ilikuwa hatua ya kisheria. Ifahamike hivyo. Ilikuwa hatua ya kwanza kuanza kuwachukulia vikwazo wa nani? Taifa la Rwanda. Na Rwanda akiweka shingo lake kuwa mgumu, atakwenda kwa Rwanda itaangamia. Hili Marekani yenyewe inaanza kujiandaa kutuma majeshi watu wa kivita. Marekani inajiandaa kutuma majeshi wa kivita katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kupambana na vikosi vya M23. Na ifahamike tena Marekani wakati M23 ilishika katika jiji la Uvira, Marekani ilitoa kwa umoja na M23 ikakubali kutoa vikosi vyake katika jiji la Uvira kwa usaidizi wa na vijana wetu wa Wazalendo.